Mpangilio wa ulimwengu wa uumbaji wa mata. Katika kitabu chake cha kwanza, Boekeshe anapendekeza mfumo mbadala wa dhana kuelezea uumbaji na tabia ya mata katika ulimwengu. Kanuni kuu ya pendekezo lake ni kwamba vitengo vya msingi si chembe-chembe za nukta kama vile quark, bali ni makusanyo ya nguvu ya mashamba ya sumaku yanayoitwa mashamba ya sumaku ya plasma au pmtik, ambayo mwingiliano wake hutoa kile tunachokiona kama chembe, plasma na hatimaye miundo ya macroscopic. Anasema kwamba katika viwango mbalimbali vya uhalisia wa kimwili, atomi, mifumo ya sayari, galaksi, sheria zile zile za msingi hufanya kazi, seti za mashamba huchanganyika, huimarisha na hutoa usanidi wenye sifa zinazoonekana. Pia anaanzisha dhana ya magravs, nguvu za uwanja wa sumaku za sumaku, ili kusisitiza kwamba mashamba ya sumaku na mvuto yanaonekana kuanishwa na lazima yachukuliwe kama jambo lililounganishwa. Hizi ndizo kanuni za kwanza, na kupitia hizo tunaonyesha jinsi, kuanzia nazo, muundo wa mata, uzalishaji wa uwanja na mionzi inaweza kufasiriwa upya, na jinsi mifumo ya kiteknolojia kulingana na uelewa huu inaweza kubuniwa. Ukosoaji wa hali ya maarifa. Vikwazo vya kitaasisi. Maendeleo mengi ya kisayansi yamesababishwa na mifumo na dhana za kitaasisi zinazopunguza uchunguzi wa mbinu mbadala. Kizuizi hiki kimepunguza kukubalika au utafiti wa mifano inayobadilisha ontolojia ya maada. Ufasiri upya wa michakato ya kimwili. Baadhi ya vitendo, kama vile mbinu fulani za muunganiko, vinatiliwa shaka kwa sababu uzazi wa michakato ya asili ya maada na uundaji wa nishati unahitaji kuzingatia mwingiliano wa wakati mmoja wa mashamba ya sumaku na mvuto, badala ya kuweka mashamba ya sumaku ya nje pekee ambayo hayazalishi mienendo ya asili ya pmik. Nadharia ya kijiofizikia. Inapendekezwa kwamba baadhi ya vipengele vya ndani vya sayari, matundu, kini chenye tabia maalum, vinaweza kuelezewa vyema kama athari za mwingiliano wa uwanja wa sumaku wa plasma, pmtik, katika tabaka tofauti, na kutoa njia mbadala za maelezo ya kawaida ya joto la ndani na asili ya uwanja wa sumaku wa dunia. Sura ya 1. Muundo wa ulimwengu na mienendo ya uwanja. Tunaelewa ulimwengu katika suala la plasma. Ulimwengu umeundwa na nyanja za plasma zilizopangwa katika viwango mbalimbali vya kihierarkia. Kila duara au mfumo ni eneo ambalo makusanyo ya pmtik huingiliana na kufungwa. Kinachojalisha si kipimo, atomu, sayari au galaksi, bali ni nguvu, msongamano na usanidi wa pmtik zinazofafanua tabia yake. Ufafanuzi wa tufe la plasma. Tufe la plasma hufafanuliwa na mpaka unaobadilika, mpangilio ambapo nguvu za ndani, uwanja wa sumaku na mwenzake wa uvutano hufikia usawa na hali za nje. Ndani yake, nyanja za msongamano wa juu zaidi wa pmtik, kini au chanzo, maeneo ya mpito na tabaka za usawa wa nje huingiliana. Mwingiliano kati ya plasma. Wakati plasma mbili zinakaribiana, nyanja zao za nje huingiliana. Kulingana na uhusiano kati ya msongamano na polari, matokeo yake ni mvuto au kikwazo. Mnyumbuliko huu hutoa obiti au vifungo thabiti ambavyo hutumika kama maelezo sawa ya kuunganishwa kwa vipengele kwenye mizani kubwa au ndogo. Jambo kulingana na usanidi wa uwanja. Boekeshe anaainisha usanidi unaotokana katika jambo, usanidi thabiti na unaoonekana, jambo nyeusi, usanidi wenye nguvu ndogo sana au uwanja wa masafa, na antimata, usanidi wenye mzunguko, polari iliyogeuzwa. Kategoria hizi zote hutoka kwenye michanganyiko tofauti ya pmt. Mwendo na mionzi. Mwendo unatafsiriwa kama jaribio la kufikia usawa kati ya uwanja wa mfumo na ule wa mazingira yake. Msukumo au uhamishaji hutokana na miinuko ya ndani ya magravs. Mionzi inaelezewa kama kutolewa kwa muda kwa uwanja wa ziada katika mchakato wa kusawazisha tena pmt za mifumo miwili. Mpito wa uwanja na uundaji wa maada. Ubadilishaji wa uwanja hadi maada. Uundaji wa kile tunachokiita uzito hutokea wakati usanidi wa pmt unafikia msongamano na jiometri ambayo husababisha udhihirisho thabiti wa sifa za corpuscular. Boekeshe anapendekeza uhusiano sawia kati ya mabadiliko ya uwanja na mwonekano wa uzito, unaoonyeshwa kimantiki na fomula zinazounganisha tofauti katika uwanja wa sumaku na uvutano na nishati uzito. Hali na mipito. Hali tofauti za maada nyeusi na maada ya kinyume ni awamu za dutu moja ya plasma inayofafanuliwa na vizingiti vya msongamano na kwa jinsi pmt zinavyopangwa kwa upande wa mzunguko, polarity na compactness. Mpito kati ya hali ni endelevu na inategemea jinsi usanidi wa uwanja unavyobadilika.
Jinsi makusanyo madogo ya pumt yanavyofanya kazi kama mbegu ambazo zinapokuwa au kuungana hutoa plasma kubwa na hatimaye miundo tata zaidi. Mchakato wa nukleoti unadhibitiwa na ulinganifu, nguvu ya jamaa na mwelekeo wa miale ya shambani. Sura ya 2. Muundo wa atomu katika plasma. Atomu kama plasma nyingi. Atomu haielezewi kama mkusanyiko wa chembe za nukta zinazozunguka, bali kama mfumo wa kihierarkia wa plasma, kiini kinachobadilika ambacho hutoa mashamba na tabaka za usawa zinazoizunguka ambazo ni sawa na mizunguko ya elektroni ya kitamaduni, lakini inaeleweka kama nyuso zenye uwezo sawa katika muundo wa shambani. Kiini na tabaka zinazobadilika. Kiini huzingatia pumt za msongamano mkubwa na mienendo ya mzunguko. Tabaka za nje ni nyuso za usawa ambapo nguvu za sumaku na mvuto zinasawazishwa. Utulivu wa atomiki hutegemea usawa kati ya utoaji wa shambani na unyonyaji. Ubadilishanaji wa atomiki na mionzi. Wakati hali za ndani zinatofautiana kama vile msongamano na mwelekeo wa kiini, marekebisho ya uwanja hutokea yakijitokeza kama mionzi na ufyonzaji katika mifumo ya kawaida inayotafsiriwa hapa kama usawazishaji wa pumtik. Uzalishaji na udhibiti wa nishati. Nishati muhimu hupatikana kupitia udhibiti wa makusudi wa gradient za magravs kati ya mifumo. Uhamisho wa nishati hutokea kutokana na utafutaji wa usawa kati ya usanidi wenye msongamano au mipangilio tofauti ya pumtik. Vifaa vilivyopendekezwa. Boakeshe Kidhana anapendekeza vitendanishi au mifumo inayotumia usanidi wa pumtik kutoa kazi bila kutegemea mafuta ya kemikali ya kitamaduni. Mpango huo unahusisha kudhibiti jiometri, nguvu, na mwelekeo wa uwanja ili kuelekeza mtiririko wa nishati. Sura ya 3. Mvuto na sumaku kama jambo lililounganishwa. Umoja wa dhana. Wazo limefafanuliwa kwamba kile tunachokiita mvuto na sumaku ni dhihirisho lililounganishwa la ukweli sawa wa uwanja, kwa hivyo neno magravs. Katika kila mwili, uwanja wote wawili huzalishwa kwa wakati mmoja na uhusiano wao huamua ikiwa mvuto au msukumo unatawala. Mwingiliano na nguvu ya mtandao. Mwingiliano kati ya mifumo miwili ya magrav unaweza kuigwa katika maandishi kwa kutumia misemo ya dhana inayochanganya vipengele vya sumaku na mvuto vya kila moja. Nguvu inayotokana inategemea muunganiko wao na tofauti za jamaa. Matumizi: ulawishaji na msukumo kwa kudhibiti uhusiano wa sumaku mvuto ndani ya nchi. Msukumo wa mtandao au ulawishaji unaweza kuzalishwa. Boakeshe anasema kwamba kanuni hii ndiyo msingi wa mifumo mbadala ya kuruka na udhibiti wa mwendo ambao hauhitaji kutolewa kwa wingi. Uchunguzi wa kiufundi. Ontolojia nyingine. Boakeshe anapendekeza kubadilisha kitu cha msingi kutoka chembe hadi uwanja wa plasma ambao unahitaji marekebisho mapana ya dhana. Uwiano wa ndani. Uhusiano kati ya pumtik, magrav na kategoria za matter antimatter dark matter unaendana ndani ya mfumo uliopendekezwa. Kazi kuu ya uthibitisho wake wa nje ni upimaji na maonyesho ya majaribio yanayoweza kurudiwa. Sura ya 4. Maumbo. Uumbaji wa nyota na galaksi. Boakeshe anaelezea uundaji wa miundo mikubwa ya angani kama matokeo ya moja kwa moja ya mwingiliano wa uwanja wa plasma pumtiks. Wakati nyanja kadhaa za plasma yenye nguvu kubwa zinapoungana, miteremko kati ya uwanja wao wa sumaku na mvuto hutoa maeneo ya mgandamizo. Nyota huanzia katika maeneo haya, viini imara vya plasma vinavyofikia usawa wa ndani kati ya utoaji na unyonyaji wa uwanja. Sheria hiyo hiyo inatumika katika mizani tofauti. Makundi ya nyota hutoa galaksi ambazo ni mifumo inayozunguka ya plasma ambapo nguvu za pamoja za magrav hudumisha muundo wa ond. Msongamano na usambazaji wa uwanja huamua ukubwa wa mwisho na umbo la kila galaksi. Dhana muhimu: galaksi ni plasma zenye mchanganyiko, sio makusanyo ya vitu tofauti. Udhabiti wao hutokana na usawa kati ya vipengele vya sumaku vya kimataifa na mvuto. Uundaji wa mfumo wa jua. Jua huonekana kama plasma ya kati ndani ya eneo kubwa la uwanja. Kutoka kwa plasma hii kuu, subplasmas, sayari hutengana na kudumisha muunganisho wa uwanja na kiini cha jua. Kila sayari hufanya kazi kama plasma binti ambayo nafasi yake ya mzunguko huonyesha usawa kati ya mvuto wa mvuto na shinikizo la sumaku katika mfumo wa jua. Mizunguko haidumishwi kwa inertia ya kimakanika bali kwa usawa wa uwanja. Wakati gradient ya magrav kati ya jua na sayari inapofikia hatua thabiti, umbali hubaki thabiti mradi uwiano wa uwanja haubadiliki.
Keshe anapendekeza kwamba tofauti za muundo kati ya sayari zenye gesi, miamba, zinahusiana na tofauti katika ukubwa na aina ya uwanja unaotawala wakati wa uundaji wake. Kwa mfano, mistari ya uwanja inayotokana na plasma ya jua huzunguka kila sayari, huku sehemu ya makutano ikifafanua mzunguko wake. Uundaji na muundo wa dunia. Sayari ya dunia inachukuliwa kuwa plasma changamano yenye tabaka kadhaa za ndani. Kitovu cha kati cha msongamano mkubwa wa plasma. Ukanda wa kati ambapo mashamba ya magravs yanasawazisha. Na ukoko wa nje ambapo nguvu zinazotokana hutoa vitu vinavyoonekana. Joto la ndani na sumaku ya dunia huelezewa kama bidhaa za mzunguko na msuguano wa mashamba ndani ya kiini cha plasma. Uvutano wa dunia ni sehemu ya uvutano ya mfumo wa magravs wa sayari. Uwanja wake wa sumaku wa nje unatokana na mwingiliano kati ya kiini na safu ya kati. Keshe anasisitiza kwamba mwelekeo wa mhimili na mzunguko wa kila siku ni kazi za asili za gradients za uwanja wa ndani, sio za msukumo wa awali wa mitambo wa uundaji wa sayari. Mchoro wa dhana: sehemu zenye msongamano zinazowakilisha tabaka za plasma za dunia, huku mistari ya uwanja ikitoka kwenye ncha na kurudi kwenye ikweta. Sura ya 5. Mashamba ya sumaku na uvutano ya dunia. Uga wa mvuto hutokana na sehemu inayovutia kuelekea katikati, inayotokana na msongamano wa plasma uliozidi kwenye kiini. Uga wa sumaku hutokana na sehemu inayorudisha nyuma kutokana na mzunguko tofauti wa plasma ya ndani. Usawa kati ya mashamba haya mawili hutoa utulivu wa mzunguko wa dunia kuhusiana na jua na hudhibiti matukio kama vile mteremko wa mhimili na mawimbi. Keshe anasema kwamba tofauti za kidunia za uwanja wa sumaku wa dunia, kurejea nyuma, mabadiliko ya nguzo huakisi mabadiliko katika usambazaji wa ndani wa pmatic, sio michakato ya nasibu. Anga na hali za maisha. Anga hufasiriwa kama eneo la mpito la mashamba ambapo pmatic za uso wa dunia huingiliana na zile za anga za nje. Kila safu ya anga, troposfere, stratosfere, NK, inalingana na kiwango tofauti cha usawa wa magrav. Uwepo wa oksijeni, nitrojeni na mvuke wa maji ni matokeo ya aina za mada zinazounda katika kila safu ya nguvu ya uwanja. Wakati uwiano wa uwanja uko ndani ya kiwango kinachofaa, molekuli na halijoto thabiti zinazofaa kwa ajili ya maendeleo ya kibiolojia zinaweza kudumishwa. Kulingana na Keshe, uhai hutokea wakati usanidi wa mashamba ya plasma ndani ya mazingira ya sayari unaruhusu kujipanga na kujirudia kwa nishati. Hili si suala la bahati ya kemikali bali ni matokeo ya asili ya miteremko ya uwanja. Mifumo na matumizi ya nishati. Matumizi yafuatayo ya kiteknolojia ya mfumo wa plasma yanawasilishwa. Vinu vya nishati ya plasma. Vifaa ambapo usanidi unaodhibitiwa wa mashamba ya plasma hutoa umeme kutokana na kusawazisha upya uwanja. Msukumo usio na mwako. Kwa kudhibiti mteremko wa sumaku mvuto, msukumo au levitation inaweza kuzalishwa na kutengeneza msingi wa mifumo ya usafiri. Mwingiliano na mifumo ya kibiolojia. Inapendekezwa kwamba viumbe hai ni plasma changamano zinazosawazisha mashamba yao kupitia vifaa vinavyofaa, kurejesha afya au kurekebisha kazi za kisaikolojia. Usanifu wa mwisho. Kanuni ya kuunganisha miundo yote ya kimwili, kibiolojia au ya angani hutokana na mwingiliano wa mashamba ya plasma. Ujumla, sheria zile zile hutawala kila kitu kuanzia atomi hadi makundi ya galaksi. Teknolojia iliyotokana, ikiwa udhibiti wa mashamba ya magravs utafunzwa, nishati, mwendo na usawa wa kibiolojia vinaweza kuzalishwa bila hitaji la athari za kemikali au mgawanyiko. Kusudi: kubadilisha dhana ya maada kama dutu ngumu na ile ya mashamba yanayojipanga. Asante kwa kusikiliza. Mpangilio kamili wa uumbaji wa maada wakati mwingine unaweza kuonekana kuwa wa kina sana na unaweza kusababisha mkanganyiko. Timu ya Keshe ya Uhispania inatumai kwamba muhtasari huu mfupi wa kazi kuu ya kwanza ya Keshe, mpangilio wa uumbaji wa maada, utakuwa wa msaada au utakuruhusu kuona baadhi ya hoja muhimu na hitimisho kwa uwazi zaidi. Asante kwa kila kitu, marafiki. Furaha ya uwindaji kwa nyote.